Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo, ikiwa ni tarehe 23, siku tano tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Maandamano yaliyotangazwa kufanyika nchi nzima dhidi ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan yamechukua mkondo mpya, huku vijana katika mitandao ya kijamii leo wakitangaza rasmi kutoka barabarani tarehe hiyo bila kuogopa kuandamana dhidi ya serikali ya CCM. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu amezungumza leo na kutuma ujumbe mkali kwa vijana ambao wanataka kuzua machafuko barabarani au vurugu siku hiyo ya upigaji kura tarehe 29 mwaka huu kwa njia ya maandamano au njia yoyote ile. Mtazamaji, mambo si mazuri sasa hivi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi za maandamano kwa kina na kwa undani zaidi. Chama cha upinzani Chadema kimekuwa kikisukuma msemo wa no reform no election, yaani hakuna mageuzi hakuna uchaguzi, na kushawishi wa Tanzania kutoshiriki uchaguzi bila mabadiliko, ambayo hii ni mojawapo ya sababu ya maandamano hayo ambayo yanatarajiwa makubwa tarehe 29. Vijana katika mitandao ya kijamii wa Tanzania wamechapisha nembo za kuonyesha kujiandaa na maandamano hayo katika mitandao ya kijamii, wakidai kuwa ni haki yao kuandamana kutetea haki na demokrasia ya nchi, na hawataogopa kuingia barabarani tarehe hiyo ya tarehe 29, ambapo pia tarehe 29 hiyo hiyo ndio siku ambayo watu wengine au wananchi wengine wa Tanzania pia watatoka kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wao. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM na rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa ujumbe mzito kuhusiana na amani, usalama na utulivu kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29 mwaka huu 2025, ambapo tarehe hiyo hiyo vijana pamoja na upinzani wametangaza maandamano makubwa kuweza kupinga serikali pamoja na kupinga uchaguzi huo. Akizungumza rais wakati wa mkutano mkubwa wa kampeni uliofanyika jijini Dar es Salaam, mkutano huo Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuwaonya vijana pamoja na watu ambao wanapanga kufanya machafuko au kuandaa maandamano siku hiyo ya uchaguzi. Hata hivyo, alisema yatakayoshuhudiwa siku hiyo ya tarehe 29 yawe tu ya Watanzania wanaoelekea katika vituo vya kupigia kura kwa amani, kupiga kura na sio maandamano. Matamshi yake yaliyotolewa kwa sauti thabiti yalisisitiza msimamo wa serikali kwamba maandamano ya Oktoba tarehe 29 lazima yaashirie demokrasia, na maandamano hayo yawe tu maandamano ya watu kuandamana kuelekea kupiga kura na sio maandamano ya machafuko. Daktari Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa yeye akiwa amiri jeshi mkuu wa Tanzania ana wajibu wa kikatiba wa kulinda amani na utulivu wa Tanzania, na yupo tayari kuchukulia hatua mtu yoyote atakayezua machafuko au fujo, hasa katika kipindi hiki muhimu cha uchaguzi. Aliuhakikishia umma kuwa hakuna mtu binafsi au kikundi kitakachoruhusiwa kutumia mchakato wa kidemokrasia kuleta machafuko siku hiyo au kuzua machafuko. Hata hivyo, upande mwingine, vijana wa Gen Z nchini Tanzania pamoja na upinzani kutoka Chadema wameapa ya kwamba hawataogopa kupigania demokrasia yao, haki pamoja na kupigania uchaguzi wa haki, hivyo hawataogopa kuingia barabarani kuandamana, na tayari wanachapisha hashtag katika mitandao ya kijamii pamoja na mabango ya kuweza kuandaa na kutangaza maandamano hayo. Hata hivyo, ujumbe wake Samia Suluhu Hassan uliofungamana sana na maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29 yanayopangwa ulikuwa wazi: taswira ya Tanzania kama taifa lenye amani na demokrasia lazima ihifadhiwe kwa gharama yoyote ile kuzuia machafuko. Umati huo pia uliojumuisha wananchi wa tabaka mbalimbali waliokuwa wakimsikiza rais waliitikia kwa vifijo, huku rais akitoa wito kwa umoja pamoja na umakini, akiweza kuwaomba wasifanye fujo na waelekee tu kupiga kura, na baada ya kupiga kura waweze kurudi nyumbani. Mtazamaji, pia kuna video ambazo zimeweza kusambaa zikionyesha majeshi pamoja na polisi wakifanya zoezi barabarani, huku wakiimba nyimbo ambazo zinasisitiza vijana pamoja na wananchi wa Tanzania waende wapige kura kwa amani, na baada ya kupiga kura warudi nyumbani waweze kula chakula chao na wasiweze kufanya fujo barabarani au kuzua machafuko kwa jina la maandamano. Katika hotuba yake, Rais Samia Suluhu aliweka wazi kuwa demokrasia ya Tanzania imejengwa katika kuheshimu utawala wa sheria na uhuru wa kupiga kura, si kwa vurugu mitaani au maandamano yasiyo halali.
alisisitiza kwamba vitendo vyovyote vinavyojificha kama maandamano ya Oktoba tarehe 29 vitakabiliwa na majibu halali kutoka kwa mamlaka na maafisa au jeshi la polisi. Rais Samia pia aliongezea akisisitiza kwamba demokrasia ya kweli ya Tanzania inaonyeshwa kwa njia ya kura, sio kupitia machafuko au fujo la maandamano. Maneno yake rais yalionyesha wasiwasi mkubwa kwa usalama wa raia wa Tanzania wakati wa uchaguzi ujao ambao unatarajiwa kuvutia umakini mkubwa ndani ya kitaifa. Na huu, mtazamaji, utakuwa uchaguzi wa historia, kwani huenda kukashuhudiwa maandamano wakati wengine wakipiga kura. Daktari Samia Suluhu Hassan pia aliviagiza vyombo vya ulinzi pamoja na jeshi la polisi na usalama vya taifa kuwa makini siku hiyo ili kulinda amani ya wapigaji kura. Alisema kwa kudumisha utulivu wakati na baada ya maandamano ya Oktoba tarehe 29, akimaanisha harakati ya halali ya wapiga kura kuelekea vituo vya kupigia kura itakuwa kipaumbele cha taifa. Vile vile Rais Samia Suluhu Hassan aliwataka polisi, wanajeshi na idara za ujasusi kuhakikisha kuwa hakuna vitisho au vitendo vya hujuma vinavyoingilia mchakato wa uchaguzi au kuzua fujo, machafuko au maandamano. Maelekezo haya madhubuti kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu yanaashiria mbinu ya serikali ya kutostahimili ukosefu wa utulivu katika kipindi hiki muhimu cha uchaguzi. Rais Samia Suluhu Hassan pia alitoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa kufanya kampeni zao na shughuli za uhamasishaji kwa uwajibikaji. Aliwakumbusha kuwa ushindani wa kisiasa haupaswi kamwe kuwa kisingizio cha vurugu au mgawanyiko, na kuwaonya vijana pamoja na upinzani wanaoandaa maandamano. Akizungumzia maandamano ya Oktoba tarehe 29, alisema serikali inatarajia kila mhusika wa kisiasa kuheshimu mikataba ya amani na kushughulikia malalamiko kupitia taasisi za kisheria. Matamshi yake yalionekana kuwa onyo la hila kwa makundi ambayo yameashiria au kutangaza maandamano makubwa au uasi wa raia matokeo ya uchaguzi hayatawapendelea. Ujumbe wa Daktari Samia Suluhu Hassan umevuma sana nchi nzima, lakini Gen Z pamoja na baadhi ya watu upinzani wamefunga masikio yao na kusema ya kwamba hawatapokea vitisho vyovyote na lazima tarehe hiyo waingie barabarani, na wanatumia mitandao ya kijamii kuweza kusambaza taarifa hizo. Baada ya kauli yake, hata hivyo, rais, viongozi wa mitaa, mashirika ya kiraia na mashirika ya kidini waliungana mkono na ombi lake la amani. Wengi walimsifu rais kwa kuweka sauti thabiti kabla ya uchaguzi, wakisema kusisitiza kwake kwa maandamano yenye utaratibu ambayo ni kupiga kura pekee na si maandamano ya machafuko ya Oktoba tarehe 29 kunaonyesha kiongozi aliyedhamiria kulinda demokrasia na utulivu wa kitaifa. Wachambuzi wamebaini kuwa wito wa rais wa utulivu unakuja wakati muhimu ambapo matamshi ya kisiasa yameongezeka na habari potofu zimekuwa zikienea kwa kasi. Wakati huo, wanachama wa upinzani wamejibu kwa uangalifu maoni ya Rais Samia. Baadhi ya watu wa upinzani wamekubaliana hadharani kwamba amani na utulivu lazima uwepo wakati wa maandamano ya Oktoba tarehe 29, wakati wengine wanahoji kama vikosi vya usalama vitajizuia na kutopendelea na kutowaumiza Watanzania watakaoandamana. Hata hivyo, makubaliano ya yanabakia kwamba Watanzania wanapaswa kutanguliza umoja wa kitaifa na amani na kuepuka aina yoyote ya makabiliano wakati wa uchaguzi unapokaribia. Matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan hivyo yameibua mazungumzo mapana kuhusu kusawazisha uhuru wa kunyanyasika na hitaji la usalama wa taifa. Katika mitandao ya kijamii, Watanzania wamekuwa wakijadili athari za kauli ya rais. Watumiaji wengi wa mtandao wameunga mkono msimamo wake thabiti, wakisema kuwa maandamano ya tarehe 29 Oktoba ya kuenda kupiga kura na si maandamano ya machafuko ni ishara ya uraia unaowajibika, na yale maandamano ya machafuko basi ni ishara mbaya. Wengine hata hivyo wameitaka serikali pia kuheshimu uhuru wa raia na kuhakikisha kuwa vyombo vya kutekeleza sheria vitatenda haki. Mazungumzo haya yanayoendelea yanaangazia kuongezeka kwa uelewa wa umma huku haki na wajibu wa kidemokrasia wakati nchi inapojiandaa kwa uchaguzi hivi karibuni unaoweza kuwa na matokeo zaidi katika miaka ya hivi karibuni.